Iran imetangaza kusitisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya Israel, lakini imeonya kuwa itachukua hatua kali zaidi iwapo Israel itaendelea na kile ilichokiita vitendo vya uchokozi nchini Lebanon. Katika taarifa iliyotolewa na kamandi ya dharura ya jeshi la Iran, Hatam al-Anbiya, na kusambazwa na vyombo vya habari vya serikali, Tehran ilisema operesheni za vikosi vyake vya kijeshi zimesimamishwa kwa sasa. Usitishaji wa operesheni za vikosi vya kijeshi umetangazwa, ilisema taarifa hiyo. Hata hivyo, Iran ilisisitiza kuwa hatua hiyo haimaanishi mwisho wa tahadhari zake za kijeshi, ikionya kuwa mashambulizi yoyote mapya dhidi ya Lebanon, hasa kusini mwa nchi hiyo, yatachochea majibu makubwa zaidi. Iwapo uchokozi na vitendo vya uadui vitaendelea, ikiwemo katika kusini mwa Lebanon, hatua kali zaidi na zenye maumivu makubwa kuliko zilizopita zitachukuliwa, iliongeza taarifa hiyo. Msemaji wa kamandi ya Hatam al-Anbiya pia alitoa onyo jingine kupitia televisheni ya taifa ya Iran, akisema Marekani na Israel zitakabiliwa na majibu makali zaidi iwapo mashambulizi yataendelea. Tangazo hilo limekuja wakati Israel ikisema imejiandaa kwa siku kadhaa zaidi za mapigano na hata uwezekano wa kurejea kwa vita kamili dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa jeshi la Israel IDF, tangu jana usiku Iran imerusha jumla makombora 24 ya ballistic kuelekea Israel. Jeshi hilo limesema makombora yote yalidunguliwa au yaliangukia maeneo wazi bila kusababisha majeruhi. IDF imesema jeshi la Marekani lilishiriki katika kudungua baadhi ya makombora hayo, huku mabaki ya kombora moja yakisababisha uharibifu wa nyumba kadhaa katika makazi ya walowezi kwenye ukingo wa magharibi bila kujeruhi mtu yoyote. Mbali na mashambulizi ya Iran, waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Teherani nchini Yemen walirusha makombora mawili ya ballistic kuelekea Israel asubuhi ya Jumatatu hii. Israel ilisema kombora moja lilidunguliwa na jingine alikufika katika anga nchi hiyo. Katika hatua za kujibu mashambulizi hayo, Israel imefanya mawimbi mawili ya mashambulizi ndani ya Iran. Usiku kucha, ndege za kivita za Israel zilishambulia mifumo 9 ya ulinzi wa anga katika magharibi na katikati mwa Iran. Asubuhi ya leo, mashambulizi mengine yalilenga viwanda vitatu katika eneo la petrochemical kusini magharibi mwa Iran. Jeshi la Israel limesema mashambulizi hayo yamefanywa na vikosi vyake pekee, lakini kwa uratibu kamili na kamandi kuu ya jeshi la Marekani, CENTCOM. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi ya Israel, Luteni Jenerali Eyal Zamir, amekuwa akiwasiliana mara kwa mara na mkuu wa CENTCOM, Admiral Brad Cooper, kuhusu maendeleo ya hali ya usalama katika eneo hilo. Katika maendeleo mengine, rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini Israel na Iran zote zinataka kusitishwa mara moja kwa mapigano, lakini ameonya kuwa ujinga unaweza kuharibu juhudi za amani. Pande zote mbili, Israel na Iran, zinatafuta usitishaji wa mapigano wa haraka, Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social. Aliongeza kuwa mazungumzo ya mwisho kuhusu makubaliano ya amani yanaendelea, lakini akatahadharisha kuwa hatua zisizo za busara zinaweza kuvuruga mchakato huo. Trump pia alisema mzingiro uliowekwa dhidi ya Iran utaendelea kubaki katika nguvu zake zote hadi pale makubaliano ya mwisho yatakapofikiwa.